Asante kwa maswali mazuri. No reform, no election. Itatufikisha wapi? Na tufanyeje na hao wagombea ambao tumewaambia watangaze nia za kuwa wagombea wa udiwani, wa urais na kadhalika? Tuwaambie ni waache maandalizi? Na je, katika huu muda uliobaki wa vikao viwili vya bunge inawezekana kufanya marekebisho yoyote yanayohitajika? Ndugu zangu, kwanza hili swala tunaenda, kama nilivyosema, tunaenda kulitengenezea mkakati wake. Kamati kuu ililitolea azimio na mkutano mkuu umelikubali. Mkutano mkuu wa chama taifa, for no reform no election, sio msimamo tu wa mwenyekiti mpya, ni msimamo rasmi wa chama tangu kamati kuu iliyoketi tarehe 2 na 3 Desemba mwaka jana, na mimi sikuwa mwenyekiti bado. Na msimamo ni msimamo wa mkutano mkuu wa tarehe 21 ya mwezi huu, na mimi nikawa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo mimi natakiwa nitekeleze maagizo ya mkutano mkuu wa chama. Hiyo haina maana kwamba sina mawazo yangu mwenyewe juu ya msimamo huu, kwa sababu nilikuwa sehemu ya hayo maamuzi. Sasa naomba kwa sababu nina fikra zangu mwenyewe juu ya uamuzi huu, naomba mniruhusu nieleze kidogo. Halafu nitaeleza kwa nini inawezekana. Kwa nini inawezekana na namna gani inawezekana. Kwanza mahali tulipo leo, mahali ambapo tupo leo, nani ambaye katika wote nani ambaye anaweza akasema tukienda kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba kwa sheria hizi, kwa tume hii, kwa watumishi hawa tunaenda kupata chochote? Anyooshe mkono kwamba hawa watu Oktoba mwaka huu watakuwa tofauti na walivyokuwa Novemba mwaka jana, na walivyokuwa Novemba 2020, na walivyokuwa Novemba 2019. Kwa sababu Novemba 2019 waliengua wagombea wetu wote wa vijiji na mitaa, 96%. 2020 mnafahamu, mapolisi ndio walikuwa wanatembea na kura fake, na wakurugenzi na walimu na yeyote aliyeshiriki kwenye uchaguzi alishiriki kuchafua, na ni hao waliochafua mwaka jana. Kwa watu hao, kwa sheria hizo, kwa katiba hiyo ndio watakaosimamia uchaguzi wa mwaka huu. Tukisema twendeni kwenye uchaguzi, niambieni nani miongoni mwenu ana uhakika wa jambo lolote kwamba tapata chochote? Kwa tukisema twende, tunajua na wao wanajua na Mungu anajua tunaenda kudhulumiwa, na tunajua na wao wanajua na Mungu anajua tunaenda kufanyiwa uhuni na watu wetu wanaenda kuuawa.
na watu wanaenda kuumizwa. Kwa hiyo niambieni, twende kwenye mazingira hayo, twende. Twende tu. Twende tukanyolewe tena, sio? Twende tukachinjwe tena. Tutakuwa tofauti gani na makondoo yanayopelekwa machinjioni kila siku na yanakwenda yamenyamaza? Kwa kama nasema twende, mjifikirie tena. Mnafikiria twende tukapate nini? Mkijibu hilo swali, then tuambie twende. Mimi naamini na ushahidi wa kutosha wa chaguzi 3 unaunga mkono ninachokiamini kwamba no reform, no election. Sasa tukisema no reform, no election, tunazungumzia njia zisizo za kawaida za kufanya siasa. Hatuzungumzii njia za kawaida za kufanya siasa. Tunazungumzia njia za kushurutisha mageuzi. Kushurutisha mageuzi. Narudia tena. Hatuzungumzii njia za kawaida za kuleta mageuzi. Njia za kawaida ndio hizi za kwenda kupiga magoti na kuomba wabadilike na kushiriki no matter what. Tunazungumzia kupata mageuzi kwa shuruti kama walivyopata Kenya. Mnafikiri ilikuja hivi? Ilikuja hivi? Malawi ilikuja hivi? Hata Zambia ilikuja hivi? Nyie mnatakaje mpige magoti mageuzi yarudi yachuke kutoka mbinguni kama mana? Tunaenda kutafuta mageuzi kwa shuruti. Hasa kama ni kwa shuruti, bunge linaweza likakaa muda wote isipo, hata kama sio ratiba. Na nitawaambieni, wale watu hawafahamu historia ya nchi hii. Watu hawafahamu historia ya nchi hii. Nchi hii bunge limewahi kuitwa, lilikuwa halipo kwenye session. Limeitwa siku moja, Jumamosi. Wakapewa sheria kwa hati ya dharura. Wakaambiwa saini hapa, tunaunganisha nchi. Jumamosi tarehe 25 Aprili, mkataba huu hapa wa muungano. Wakatafutwa walikokuwa, wakaletwa Dar es Salaam, Karimjee hapo, nani Karimjee? Wakapitisha sheria ya kuunganisha Tanganyika na Zanzibar siku hiyo hiyo, na kesho muungano ukazaliwa na uko mpaka leo. Kwa hiyo kama unafikiria kawaida, of course haiwezekani. Bunge litakuwa limeshavunjwa nini? Halafu amsomi katiba inayosema hilo bunge lililovunjwa linaweza likaitishwa muda wowote kabla ya uchaguzi mkuu. Mnanipata? Tunaenda kufanya harakati, na harakati za nguvu. Mheshimiwa Heche umesema hivi, tutanyamaza aidha tumekufa au tuko gerezani. Ukiwa gerezani hakuna kunyamaza. Ukiwa gerezani unapambana kutoka gerezani, kama alivyotufundisha Nelson Mandela. You fight from inside the prison walls. The only way we will keep quiet is if we are dead. Sasa hayo ni ya kwangu. Haya ni ya kwangu. Msimamo wa chama tunaenda kutengeneza kwenye retreat. Mheshimiwa Nicholas.
tukifanya harakati sawa sawa, tukifanya shuruti sawa sawa, tukifanya shuruti sawa sawa, tutapata mageuzi na tutaenda kwenye uchaguzi kwa mfumo mpya wa uchaguzi. Tukifanya kwa kujaribu, unagusa hivi, hatutafika popote. Kwa mimi nawaombeni tujiandae.